Ninapokea nafasi yako katika jina la Yesu. Na kwa hivyo asubuhi ya leo tunashukuru Bwana kwa kuwa ametuleta ubali huu. Ninafurahia kuwa katika uwepo wa Bwana ndani ya nyumba hii. Wapendwa, nasikiaga vizuri wakati niko mahali ambapo kuna uwepo wa Bwana, mahali ambapo amechukua shukani, mahali ambapo ametamaraki. Wapendwa, huwaga nasikia vizuri na yuko hapa ndani ya nyumba hii. Haleluya. Huwaga nafurahia kwa sababu huwaga najua ya kwamba atakutana na mahitaji yangu. Huwaga ninajua ya kwamba nikilia atasikia. Huwaga ninajua ya kwamba nikiitana kuna mmoja wa kuniitikia. Yuko hapa leo ndani ya nyumba hili katika jina la Yesu Kristo. Pigia makofi katika jina la Yesu. Kwa sababu masaa imeenda, ndio wangu umepita tu. Chato nikachukua dakika zako 10 leo katika jina la Yesu. Kafungue na pamoja na mimi kitabu cha Hesabu 14 kuanzia mstari wa 26. Numbers, Hesabu chapter number 14 verse number 26. Biblia inasema ya kwamba kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu ulinungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli walinunguniayo. Haya, narudia tena. Kisha Bwana akasema na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu ulinungunikiao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli walinunguniayo. Waambieni, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyosema masikioni mwangu, ndivyo nitakaofanyia ninyi. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimetumia msamiati kali sana wa Kiswahili, lakini bado Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Na leo nataka nikaongea kidogo tu, kwa muda kidogo sana, na najua utabarikiwa kwa jina la Yesu. Kwa sababu leo nataka nikaambia mtu ya kwamba Bwana huwaga nasikia. Hebu salimia mtu, mwambie Bwana huwaga nasikia. Na kwa hivyo topic yangu leo, Bwana huwaga anasikia. Haleluya. Na kwa muda mrefu kumejua, na yale ambao wakisoraji wanajua, huwaga tunajua ya kwamba Bwana anasikiaga maombi. Na ni kweli Bwana huwaga anasikia maombi, kwa sababu siku moja naona Elia akipiga magoti wakati anataka mvua inyeshe, anaenda mbele za Bwana, anaitana. Anarudi tena pale, anaitana mpaka mara ya 7. Na ni kweli Bwana huwaga anasikia maombi. Bwana huwaga anasikia. Haleluya. Na akamuita na akasikia maombi yake. Na ni kweli, na hata asubuhi ya leo ni vizuri kukuambia bado Bwana anasikianga maombi. Na kwa hivyo ni vizuri kuomba, kwa sababu Bwana anasikianga. Haleluya. Kitu kingine cha pili, Bwana anasikianga, na Bwana anasikianga kilio. Bwana asikie, asifiwe. Ninamuona siku moja wana wa Israeli walipofinywa sana, walimulilia Bwana, na Bwana akasikia kilio chao. Haleluya. Sema amen. Bwana huwaga anasikia. Wakamulilia Bwana, na Bwana akasikia kilio chao, na akashuka na akawakomboa kutoka mahali ambapo walikuwa wamewekwa chini ya utumwa. Tena kuna kilio kingine huko Sodomu na Gomora, wakalia na Bwana akasikia. Na kwa sababu hawakuwa wanalia kwa sababu ya Bwana, Bwana akasema ya kwamba na ninashika huko niende nikaone kama kilio ambacho wanalilia niwaambe nikaweze kuwakomboa. Na kwa hivyo in short, leo Bwana anasikianga. Salimia mtu, mwambie kumbe Bwana anasikianga. Na leo nataka niongee kitu kimoja ambacho kimebaki, kwa sababu Bwana anasikianga. Na leo nafanyia mtu, mwambie hata Bwana bado anasikianga manunguniko. Haleluya. Anasikianga. Akona masikio yake husikia. Na leo asubuhi ya leo nataka nikaangalia juu ya hii neno kunungunika. Bwana asifiwe.
Kunung'unika, haleluya, ni neno ambalo jamani huwaga linafanya watu wengi wasifike mahali Bwana alikuwa anataka wakafike. Siku moja nikaona wana wa Israeli wakati ambapo hakukuwa na mfalme, wananung'unika mbele za Bwana wakisema wapatiwe mfalme. Na kwa hivyo mpaka wakaanza kutumana, jamani, enda ukaambia Bwana tunataka kiongozi. Na kwa hivyo kwa sababu aliomba Bwana akawapatia tu, haleluya. Na hakika waliteseka sana kwa sababu walinung'unika, wakalazimisha, hawakungojea wakati wa Bwana waweze kupatiwa kiongozi wakati wa Saulo. Na kwa hivyo wakaumia wakitamani wakati Saulo alikuwa katika uongozi, jamani. Na kwa hivyo Bwana anasikianga. Na asubuhi ya leo nilikuwa naangalia jambo hili ya kwamba siku ile wana wa Israeli Bwana alisikia kilio chao na akawatoa kutoka utumwani huko Misri. Ameteremka na wao, jamani, mchana na walinda, wakati jua imewaka, jamani, anaweka wingu inawazingira wasiweze kuchomwa na jua. Wakati giza limeingia, bado safari inaendelea, kuna wingu juu yao inatoa mwangaza na inatoa joto wakati wa baridi. Bwana amewazingira, anawasindikisha, anatembea pamoja na wao, ndiposa akawafikishe mahali ambao alikuwa amewaahidi ya kwamba angewafikisha. Jamani, ninakumbuka huyu Bwana alikuwa wakati alikuwa anawakomboa, alipigana vita kali, akawatesa watu wa huko mpaka ikafika mahali Farao mfalme wa Misri akasema, jamani, Yakobo nimekubali, chukueni vitu zenu sasa muende kwa yale mapigo ambao Bwana alikuwa amewapiga. Alikuwa amewapiga na mapigo 10 ambayo jamani ilikuwa kali sana kwao. Wakasema, jamani, afadhali hawa watu watoke, haleluya. Na kwa hivyo wakatoka, na walipokuwa wameanzika safari, siku moja katika jamani ile jangwa wakaanza kunung'unika. Salimia mtu, mwambie usinung'unike. Na leo ninaongea juu ya kunung'unika. Na kuna kitu kilikuwa kinanishangaza. Kumbe wakati walikuwa wanamnung'unikia Musa na Haruni, jamani, wakimwambia, jamani, huku jangwani hatuna kitu fulani, huku jangwani tunateseka, wanalalamika mbele zao, jamani, mpaka siku moja ikafika kumbe Bwana alisikia yale manung'uniko. In fact, hata Bwana akamwambia Musa, ondoka, hawa watu niwamalize. Lakini Musa akamwambia, akanyenyekea mbele za Bwana. Musa akaenda mbele za Bwana akamwambia Mungu, na hawa mataifa wataona aje? Umewatoa mahali umewatoa, ukuje wamalizie hapa jangwani. Jamani, si hao mataifa, jamani, wataona kama wewe ni Mungu ambaye hana nguvu, ni Mungu ambaye hatimizi zile ahadi ambazo walikuwa wameahidi. Na ni kweli Bwana alipoangalia akaona hapa kweli Musa kuna kitu amesema, na akaona kweli yale mataifa watasemaje juu ya Mungu. Na kwa hivyo Bwana akasikia, na Bwana akamwambia Musa, basi sitawamaliza. Na kwa hivyo safari ikaendelea, na neno la Bwana likasema ya kwamba mkafika mahali bado manung'uniko ikaongezeka. Na ilipoongezeka mahali tumesoma, na ndiposa wana wa Israeli wanasema, afadhali tukakufia huko Misri, kwani huko hakukuwa na makaburi mahali ambapo tungezikwa. Wanaendelea kunung'unika, na bado mara hii Bwana akasikia. Na ndiposa Bwana akamwambia Musa, sasa Musa, ile kitu nitafanya, neno Bwana nimesema kwamba nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli, jinsi wamenung'unika juu yangu. Nimesikia manung'uniko yao, jinsi wanavyonung'unika juu yangu. Na sasa ile kitu nitafanya ni hawa watu nitabadilisha jinsi nilikuwa nimeahidi juu yao. Na kwa hivyo, kwa sababu nilikuwa nimesema wataingia mahali ambapo wataridi, nitabadilisha. Haleluya. Na kwa hivyo Baba akamwambia Musa, wao walio na miaka 20 kwenda juu, hao kwa sababu ndio wamenung'unika, hao hawataingia huko, hao wote nitawamalizia juu ya hii jangwa. Haleluya. Na ndipo neno la Bwana nimesema kwamba, na yeye akamwambia Musa, mwambie kama niisivyo sema Bwana, hakika yangu ninyi kama mlivyonena masikioni mwangu ndivyo nitakavyofanyia. Haleluya. Kunung'unika, wakinung'unika ya kwamba afadhali tungekufia huko, afadhali tungekaa huko. Jamani, sikia, wananung'unika
wakiambia Musa, jameni, kwani huko hakukuwa na makaburi mpaka mnatuachilia tuweze kukufia huku jangwani? Sikia, kumbe Bwana alisikia. Na wale watu waliokuwa wanasema huko, jameni, ile jangwa iliwameza. Hawakutoka ile jangwa, walikufia jangwani. Lakini wale waliokuwa chini ya miaka 20, hao waliingia mahali ambapo Bwana alikuwa ameahidi wana wa Israeli. Na asubuhi ya leo nilikuwa naangalia, jameni, kumbe jameni, manunguniko yako inaweza fanya Bwana asikufikishe mahali ambapo alikuwa amepanga. Haleluya. Na kwa hivyo jamani, wapendwa wa Kristo, ni vizuri kuanzia leo, kwa sababu kuna mahali tunaenda, kuna safari imeanza, kuna mahali Bwana anataka kutuingiza. Leo sikia, kumbe Bwana anasikiaga manunguniko. Haleluya. Bwana anasikiaga manunguniko. Na leo hii wewe umenungunika kiasi gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba Bwana leo na akatubadilishe mawazo yetu, tusiwe watu wa kunungunika tena, tuwe watu wa kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Unaponungunika, wapendwa, huwaga unaweka mipaka wa kuingia mahali Bwana alikuwa amepanga katika jina la Yesu Kristo. Leo hii na mighty name of Jesus, ninaomba Bwana katika jina la Yesu akuondolee kila manunguniko katika ndani ya moyo wako, in the mighty name of Jesus. Sema amen. Sema, Bwana niondolee manunguniko. Wapendwa, hakuna kitu kibaya kama manunguniko. Hakuna kitu kibaya. Na pengine jamani, hujaiambiwa hii kitu. Jamani, pengine hujaiambiwa, lakini wacha leo nikwambie, kwa sababu manunguniko imezuilia Wakristo wengi kuingia ama kuona jamani mkono wa Bwana katika maisha yao. Wakristo wengi jamani wamenungunika, mpaka wamezuia wapendwa kuona mkono wa Bwana katika maisha yao. Unajua, kuna mzee mmoja rafiki yangu, ni mlevi lakini rafiki yangu, na nikaona bibi yake tu ameokoka, na siku moja tukatembea kwake. Nilipotembea kwake siku ile, ule mama aliponiona, si anajua mimi nimeokoka na yeye ameokoka, na kwa hivyo jameni akakuwa ni mpole, ametulia. Na sisi tukiwa tumekaa pale, nikasikia mzee akimwambia, mama, leo nina miss makelele yako. Nikamuuliza mzee amesema nini? Akaambia hata nikamuuliza amesema nini? Akaniambia huyu mama, jamani, nikiingia kwa nyumba ile makelele huaga nayo. Jamani, mpaka leo kama leo jamani, ninasikia nina miss. Imagine, unakaa na mtu kama huyo mpaka mzee ana miss makelele ya mama. Kwa sababu mama miaka yote yeye mzee akiingia ni makelele. Ni makelele. Na kabla mzee sikuja kasema, kwani leo kuna mabadiliko gani? Kwani leo nani ameingia kwa nyumba hii? Nikamuuliza nini mzee? Akaniambia na miss wakati anapiga makelele. Huwaka na miss sana. Imagine, amenungunika mpaka mzee amezoea ile majameni. Amekuwa mtu wa manunguniko. Jamani, na imagine kama ananungunika hivyo na anangojea Bwana akakuboa hiyo ndoa. Halo, sema kuanzia leo sitanungunika tena katika jina la Yesu Kristo. Sitanungunika tena. Bwana niondolee kila moyo wa manunguniko ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Halo, Bwana kuondolee manunguniko, kwa sababu kuna mahali anakupeleka. Wakati Bwana anakufikishia ujumbe, anajua kuna kitu kinazuilia. Wapendwa, kuna mipaka ingine utapita sio jamani, hautapita kwa manunguniko. Utaingia kwa pole tu, ukiambia Baba ni asante, kwa shukrani unakuta umepita katika jina la Yesu Kristo. Nisalimie tu kwa nusu mlingoti jamani. Leo wacha kunungunika, badilisha manunguniko. Wacha jamani shukrani katika jina la Yesu Kristo. Mimi nikiwa mzee, kwa sababu ya hiyo ndoa lazima nibadilishe. Sitanungunika tena. Nitaambia jamani, nitaingia katika shukrani, nikiambia Bwana hata kama huyu mama nikatili kiasi gani, bado kumbuka leo nipatie. Halo, Bwana asifiwe. Namwambia Baba, ninakushukuru kwa sababu ya hii ndoa. Ninakushukuru kwa sababu ya huu mama ambaye jamani kwa wakati wote ameweka manunguniko. Huyo ni mzee ambaye anajua Yesu. Huyo ni mzee ambaye jamani akona moyo wa kunyenyekea. Huyo ni mzee ambaye jamani hana moyo wa kiburi. Kiburi inashushwa chini. Anaambia Bwana, Bwana, hata kama mama
katili kiasi gani, ninakushukuru kwa sababu ya huyu mama, kwa sababu huyu ndiye peke yake umenipatia. Bwana asifiwe. Ninakushukuru kwa sababu yake. Jamani, naposema hivyo, jamani, hiyo jambo litagusa Bwana. Kumbe Bwana hasikiagi manunguniko. Kumbe Bwana jamani, wakati unanungunika anasikiaga yale manunguniko. Na kwa sababu kila wakati na manunguniko, akaambia Musa, akaambia Haruni, kwa sababu hawa watu ni mimi wananungunikia yale ambayo wananungunika kwa sababu yake, hivyo ndivyo nitawafanyia kwa sababu nimesikia. Haleluya. Na kwa sababu leo jamani, leo otoa manunguniko, safari jamani, Bwana aweze kutembea na wewe katika hii safari ya maisha, katika jina la Yesu Kristo. Umenungunika kwa miaka mingi, kila wakati unanungunika kwa sababu ya hawa watoto. Imagine hata pengine wewe umefanya hawa watoto Bwana hawajarejesha. Leo badilisha, sitanungunika tena kwa sababu yao. Nitaenda mbele za Bwana niambie Bwana, leo ninabadilisha, sitanungunika tena. Asante kwa sababu ya hawa watoto ambao ulinipatia, katika jina la Yesu Kristo. Ninajua uko na uwezo wa kuwaleta katika njia zako. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo. Na kwa sababu nasikia lazima shughulikia hawa watoto katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka siku nyingine lasia, sijui ilikuwa mwaka gani, nikakuja hapa jamani, kulikuwa Sunday, nikakuta takataka zimejaa, kuna uchafu jamani, nikatoa koti yangu nikaweka pale, nikakuja shati yangu nikiwa na tai yangu, bado nikaambia Bwana, wewe ndio ulinyepa hii huduma. Na kwa hivyo nikachukua dasta, nikachukua maji na nikaosha na ikang'ara. Sikulalamika. Haleluya. Sikulalamika. Na tena nilikuwa na shukuru. Kumbe wakati ambapo sikunung'unika, nilikuwa na shukuru. Kukapatikana mtu ambaye aliona jamani kuna pengo, akaingia kwa hiyo pengo, na leo hii naona iko sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana makofi. Na kwa hivyo hatutalalamika. Ile maisha ya Jesus. Kuna pia Bwana wewe ndio uliniweka hapo, Bwana wa majeshi, wewe ndio ulinipatia, na ulinipatia kuwa na sababu. Na kwa hivyo ninakushukuru kwa sababu ya mahali ambapo uliniweka. Halo, wapendwa, leo hii wazee wetu wamepotea kwa sababu ya makelele. Mama mko, wazee wetu wamepotea kwa sababu ya makelele. Ndio wazee wanataka makelele sana. Haleluya. Wazee wetu wamepotea kwa sababu ya makelele. Wewe mama, saa yote wewe ni kulalamika. Ukiingia kwa hiyo nyumba wewe ni kunung'unika. Hata kile unasema hakisikiri. Jamani, wewe ndio umefanya huyo mzee asikaribie ndani ya nyumba hiyo. Wengi tuliharibu, wengi sisi ndio tumefukuza bila kutojua. Lakini leo hii katika jina la Yesu, nataka mama ambao wanasikia leo kukakuwe na mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Sitalalamika tena. Hata huyo mzee anapokuja nitamwambia jamani, leo na umefanya vizuri, leo umekuja mapema, ni asante kwa kufika mapema. Msiasikie eti nini? Asante kwa kufika mapema. Anaposikia hivyo, hiyo kitu lazima awaze tena, na nimeambiwa aje, asante kwa kufika mapema. Kumbe jamani, anapofika mapema kuna shangwe ambayo inapatikana. Akisikia hivyo, hata the following day ata make sure hajachelewa. Imagine manunguniko imefanya jamani, huyo mzee anataka kuingia wakati mmeana, ndiposa anaepuka na yale makelele. Na kama haujui, wazee hawapendagi makelele. Halo, Bwana asifiwe. Hawapendi makelele. Hata mimi sipendi makelele. Na kwa hivyo mahali kuna makelele, mimi huwaka naondoka. Bwana asifiwe. Nitulie, mawazo itulie, makelele ikiisha nirudi. Haleluya. Sitanung'unika tena. Sitanung'unika tena. Salimia mama aliye karibu na wewe, mwambie usinung'unike tena. Haleluya. Sababu wengi, Mungu wangu, leo sijui ninasema nini. Kwa sababu wakati mwingi wamama tumeharibu bila kujua. Haleluya. Wachani niwaambie wamama, ukienda kwa mama fulani, jamani, ukirudi kwa huyo mzee, ile manunguniko ya kwamba jamani tunakaaga hapa, huyo mama amewekwa vizuri, wacha kujilinganisha na huo wengine. Pia baba ni asante sababu hawa wamepata, na mimi niliweka hapa. Hata kile wachonacho ninajua unaweza nipatia.
Watu wengi hawajajua kushukuru. Rimashakaramayanda. Wapendwa, leo jua kushukuru, wacha manunguniko. Bwana anasema hivi, wana wa Israeli wakaambiwa, Bwana akanena Musa akamwambia, sikia, nimesikia manunguniko yao. Kumbe mpaka manunguniko yako, jamani, Bwana huanga nasikia, na ndiposa mpaka leo ndoa yako haijapona sababu ya manunguniko. Ndiposa jamani, biashara zenu hazijapona kwa sababu ya manunguniko. Wacha manunguniko jamani. Mwambia Baba, ni asante kwa hii kidogo ambao umenipatia. Jamani, jua kushukuru. Ni asante Bwana mabwana kwa huyu mzee unipatiwa akiwa hivyo. Yes, jamani, naweza kuwa kuna weakness, lakini ninapenda Bwana ulinipatia na uko na uwezo wa kumtengeneza. Halo. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Bwana, sitalalamika. Kwa sababu ya huduma siwezi lalamika. Yeye aliyenileta hapa akanipitisha nikae hapa. Najua atakavyofanya. Na kwa hivyo kila wakati ninamtumikia hapa nikiwa na furaha, nikimwambia Baba ni asante kwa sababu ya hapa ambapo uliniweka. Asante Bwana mabwana kwa hao ambao umeleta leo. Ni asante Mfalme wa wafalme kwa sababu najua kesho hizi vitu zote utajaza. Ni asante kwa sababu najua kesho hata vitu vingine tutaongeza. Ni asante kwa sababu najua kesho utukufu utakuwa kali kuliko huyu wa leo. Unajua kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Unajua kushukuru in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sema sitanungunika tena. Jamani, Wakristo wengi tumeharibu kwa sababu ya kunungunika. Kumbe Bwana alisikia. Kumbe ndio maisha yetu haijapona. Hallelujah. Eti nilizaliwa mahali hakuna kitu. Yes, nilizaliwa huko hakukuwa na kitu. Lakini jamani, sikia, nimekutana na yule mwenye vitu zote. Halo, nimekutana na yule mwenye vitu zote. Sitalalamika. Kunaweza kuwa kwangu hakuna amani, lakini jambo moja nalojua, mfalme wa amani, huyo ni Baba yangu. Lazima amani ifike kwangu katika jina la Yesu Kristo. Jamani, Wakristo, jueni kumwambia Bwana ni asante. Jueni kuappreciate katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sitalalamika tena. Mwaka huu sitalalamika tena. Unapolalamika jamani, hauwezi fika. Huaga ni mbinu ya shetani ya kufanya safari yako ikatike. Halo. Na ndiposa naona na Bwana akasema hawa watu wamelalamika sana. Na kwa sababu wale walikuwa wamelalamika, ni wale walikuwa miaka 20 kwenda juu. Akajua akasema, jinsi walivyosema ndivyo nitawafanyia. Na kwa sababu walikuwa wamesema nini? Walikuwa wamenungunika nini? Ya kwamba jamani, unatulete kwani huko Misri hakuko na makaburi, unataka tuangamie hapa jangwani. Waliangamia huko jangwani. Manunguniko yao ilikuwa hivyo. Na kwa hivyo leo sitalalamika tena. Leo sitanungunika tena katika jina la Yesu Kristo. Na maitelemo ukijaza, naweza kuona leo sitalalamika kwa sababu yako. Unaweza kuwa uko na udhaifu, lakini sitalalamika. Ninashukuru Mungu kwa sababu yako. Alafu nipiga magoti, niambie Bwana badilisha udhaifu wake. Halo. Unajua Mungu wako na shida. Jamani, shukuru Bwana kwa sababu amemleta ndani ya nyumba hii. Asafu katika magoti na pia Bwana muondolee kila udhaifu. Bwana asifiwe. Sio lazima unungunike. Sio lazima uanze kuambia watu. Shida ambayo umeona iko, piga magoti, ambia Bwana mtengeneze. Haleluya. Na kwa sababu Bwana ni mwaminifu, wapendwa, atachukua nafasi. Wapendwa, atatenda jambo katika jina la Yesu Kristo. Salimia mtu, mwambie kubali kubadilishwa, kubali kutengenezwa. Katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi mmoja akasema ya kwamba sisi ni kama jameni, sisi ni kama nini? Sisi ni kama jameni, tuko mikononi, ni kama nyungu mikononi mwa mfinyanzi. Inaweza kuvunjika, lakini asilonga ziko mikononi mwake, anaweza itengeneza ile kitu kingine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo naweza kuwa na udhaifu, lakini jamani, niko mikononi mwake atanitengeneza. Unaweza kuwa leo huwezi, lakini shukuru, jifurahia wewe. Shukuru jamani kwa sababu yako, kwa kuwa uko hapa leo. Unamwambia Bwana, kama leo
leo sitafika hicho kiwango. Bwana, ninajua uko na uwezo wa kunipeleka hicho kiwango. Sitalalamika tena katika jina la Yesu Kristo. Piga Bwana makofi. Sitakudharau kwa sababu hata Bwana anasema Bwana ni mwaminifu na yeye hawedharau mtu yeyote. Kama Bwana hakudharau, mimi ni nani kudharau? Ori mashakara mayanda. Na kwa hivyo leo katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana leo kila manunguniko ndani ya moyo wako, kila moyo dhameni, chochote hakikupandwa kwako, leo Bwana akaking'oe leo katika jina la Yesu Kristo. Leo Bwana aking'oe in the mighty name of Jesus. Wapata wajapendwa watakuanzia leo ukashangaza watu wengi wamekujua kuwa mtu wa kulalamika. Hata mahali watu wanajua ya kwamba huyo kikuja, huyo ni mtu wa kisirani. Kumbe kile kisirani jameni kimekufunga milango yako. Kumbe kile kisirani jameni kimekatisha njia ya wewe kwenda kwa hatima nyingine. Halo, pengine Bwana kuna mtu aliweka kwa sababu yako, lakini kwa sababu unajulikana wewe ni kisirani mahali yote unaingia. Imagine hata yule Bwana aliweka tu kwa sababu yako, akikuona jamani napiga kona. Kwa sababu anajua huyu akiingia lazima mambo iharibike. Huyu akiingia siasa zake ni duni. Huyu akiingia lazima achafue moyo wangu. Halo, kama mimi kuna msanii alikuwa anakuja kwangu mpaka nikamuona. Nikamwambia sasa wakati wote kama unajua mambo Bwana anaenda kwangu sio sawa, usiniambie. Kwa sababu akifika kwangu ile mambo anaongea moyo wangu unashushika. Nasikia kuchoka. Jamani mpaka wakati mwingine nilikuwa mawazo yangu nimeitoa huko. Anaongea peke yake, mimi nimebaki nikifanya hivi. Na bado hasikii. Haoni huyu mtu hayuko pamoja na mimi aache. Nafanya hivi tu. Haoni mawazo yangu iko mbali, bado anafuatilia. Mpaka nikamwambia siku moja, sikia. Kama jamani hutakuja kwangu na ripoti sawa, usiniambie. Kama unakuja kwangu kunipatia msanea huko na huko, jamani usinipatie. Kama unakuja kwangu kunipenda kitu kitachafua moyo wangu, jamani wacha ikae. Haleluya. Na kweli alisikia. Na moyo wangu ukatulia. Leo hii sitanung'unika tena. Leo hii, wiki hii sitanung'unika tena. Uone mabadiliko. Wiki hii nitaingia nikiwa nashukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nitashukuru Bwana kwa kila chochote ambacho ananipatia. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya mahali ambapo nimewekwa mpaka huko uliolewa. Hata kama watu huko hawakupendi, jamani wewe shukuru Bwana, mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya hii jamii ulinilete. Ninajua kupitia mimi kunaweza kuwa na mabadiliko. Hata kama huwasalimiangi, hata kama huwasalimia kwa sauti, wewe jamani kwa bali. Pole tu hivyo. Na Bwana atatenda katika jina la Yesu Kristo. Wakati jamani manunguniko jamani imeondoka, mtu huwaga na kuna uwezo wa kunyenyekea. Unajua watu ambao kuna manunguniko huwaga jamani mioyo yao kuna kiburi ndani ya mioyo yao. Haleluya. Kuna kiburi ndani ya moyo yao. Wapendwa, na yule ambaye kuna kiburi, watu wengi huwaga hawaendi mbali. Mzungu akasema a proud comes before a fall. Naomba katika roho imagine. Na kwa hivyo wakati Bwana amekubadilishia, wakati manunguniko yameondoka ndani ya moyo wako, jameni kutakuwa kuna kunyenyekea. Haleluya. Kwa sababu nimeona watu wengi ambao huwaga wanapiga pifua, huwaga hawaendi mbali. Huwaga wanaibika. Ninapomalizia, wapendwa, kuna mzee mmoja alikuwa rafiki yangu wa pale nyumbani. Ninapomalizia, na kwa sababu alikuwa mtu wa kifua na kujipiga tu, tumesoma na yeye na amepata kazi kidogo, ameenda Nairobi. Na siku hiyo akaniambia, leo Disemba hii mtanitambua ni mimi, na kwa hivyo nitafaa suti mzuri, mtajua ni mimi. Nataka watu wote wajue ya kwamba ni mimi. Haleluya. Nataka nikikuja huko nyumbani wajue ya mheshimiwa ameingia. Roho ya kujiinua. Na huyo mtu hata kitu kidogo, hata miezi 2 haijaisha. Na kwa hiyo akasema ile kitu tutafanya, akanunua suti ya bekali. Na akasema kwamba ndio hii suti zichafuke, sitaenda kuvalia nyumbani, nitavaa sitaivalia hapa ichafuke jiani, nitaivalia nyumbani. Na kwa hiyo akaitengeneza vizuri, ikatengenezwa, ikapigwa pasi, akaiweka kwa karatasi, akaifunga vizuri. Na kwa hivyo kwa sababu mahali ilikuwa kutoka ni bali,
Ikabidi akuja usiku mzima, afike asubuhi nyumbani. Akatokelezea, akavaa zile nguo zilikuwa mzee, amehifadhi suti yake, anataka kaonekane kesho asubuhi mheshimiwa ameingia. Na kwa hivyo akapuku gari, akaingia na akalala. Kaweka mzigo kake, akaweka pale juu ya basi. Si unajua pale tunawekanga. Akaweka pale. Na asubuhi kumbe kulikuwa na jamu, magari kachelewa. Na kabla ya kufika town ya kwao, kuna mama alisimamisha ile gari na ndipo pengine akaguswa, mama mzee. Akaingia na akaingia na kamzigo exactly kama ile yake. Na yule baba, ile kitu ilikuwa ndani ya ile kamzigo. Kulikuwa na linagu, kulikuwa na chizaga ametengeneza vizuri. Ndiposa akifika nyumbani ya kule, akaiweka pale pale. Kwa hivyo mama akakuwa alikuwa anashuka kabla yule mtu afike kwao, mama anashuka. Na kwa hivyo mama akainuka juu. Jamaa amelala, akachukua kamzigo. Simefanana exactly. Akashuka na ile kamzigo. Nini imebaki? Linagu. Jamaa akashuka, akaingia town ya kwao. Kamzigo amekashika vizuri. Akasema sasa nataka nikioge, niende sasa hapa kwa kanjo. Sikuwa kuna Petro msimewekwa pale. Akalipa. Akachukua sabuni. Alikuwa na marashi amechukua. Jamani akaingia kwa bafu. Akaoga. Kamzigo hajafungua. Kako pale. Na wakati alimaliza kuoga, jamani, shizake za zamani alikuwa ameweka pale. Akachukua ile kishati yake ya zamani mzee. Akasema wewe kishati sitakufaa tena. Akaichukua akatupa kwa choo. Akachukua ile longi akabia wewe longi kwa bia. Leo sio ile mlikuwa mnajua. Leo sitakufaa tena. Anachukua longi akaweka kwa choo. Akachukua kashweta kalikuwa mzee. Akatoa akaweka kwa choo. Sasa kaambia kwa zanza kunenea ile suti. Wewe suti wewe leo nakufalia. Kumbe ananenea kuna nguvu. Haleluya. Na kwa hivyo akafungua karusha mkono ndani. Akasema wewe longi kuja. Chizaga chikakuja. Halo. Si unamuona? Kwa sababu alikuwa mtu wa nini? Wa kiburi. Akatuma mkono na kufikiria pengine ni mistake. Kasema wewe longi kuja. Jamani, linagulika kuja. Yule mtu akaanza kupiga duru. Alikuwa amejigamba. Alikuwa amesema leo atajua mimi mheshimiwa kwa sababu ya ile kiburi. Jamani, akaibika bila chochote ndani ya ile choo. Haleluya. Wakati anaanza kupiga simu tafadhali. Hata kama nikana kaguka kwa mzee ka zamani, kaniletee tu mahali niko mahali baya. Hapo pekine sitakwambia. Lakini si unaona wapendwa, wakati manunguniko huwaga inaleta kiburi. Wakati manunguniko imeondoka, utaweza kupiga magoti. Na unaangalia mtu jamani, unamuombea Bwana amuondolea kila udhaifu. Utanyenyekea na hata ukiambiwa utasikia katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo leo katika jina la Yesu unaambia Bwana mabwana leo, Mungu wangu jamani, niondolee kila roho ya manunguniko, kila roho ya kiburi niondolee katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana ni mwaminifu, atakuondolea katika jina la Yesu. Halo, leo hii katika jina la Yesu. Leo hii nasikia leo jamani, kila roho yote ya manunguniko, chochote ambacho hakikupandwa ndani yako, leo pia Bwana leo toa. Safari iweze kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Kumbe wewe ndio ulifanya safari kasimame. Kila manunguniko imefanya safari kasimame. Leo hii katika jina la Yesu, kila safari iliyosimama kwa sababu yangu, wewe hapo unasema hivyo, safari yoyote ilisimama kwa sababu yangu, leo Bwana niondolee kila roho ya manunguniko, niweze kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Moyo wako ukipona, hiyo ndoa imepona. Moyo wako ukipona, watoto wamepona. Moyo wako ukipona, jamii imepona. Moyo wako umepona, biashara yako itapona katika jina la Yesu Kristo. Huyo moyo ukipona, huduma inapona. Ile makelele ukijaza kwa sababu gani? Ndani ya moyo wako utaanza kutokelezea visima vilivyo na maji ambayo ni safi, maji ambayo iko hai katika jina la Yesu Kristo. Leo hii ninaomba Bwana mabwana ndani yako, ndani ya moyo wako kuanza
kububujika visima vya maji ambayo iko hai katika jina la Yesu Kristo, vya maji ambayo ni safi in the mighty name of Jesus. Rimashakaramayanda, visima ya moyo wako leo katika jina la Yesu ianze kububujika katika jina la Yesu Kristo. Piga Bwana makofi. Siwezi nung'unika tena. Halo, ambia mtu sasa, salimia mtu mwambie sitanung'unika tena. Kuna kitu ninajua, sitanung'unika tena. Kumbe Bwana huwaka anasikia manung'uniko. Wakati nasema jameni, hao watoto huyu mzee hasikiangi. Jameni, kumbe Bwana amesikia, naye atafanya asikie vile nasema. Sababu tayari kwako umesema hivyo. Leo hii siwende kwa shukrani. Bwana ni asante kwa huyu mzee ambaye nipatia. Hata kama ni mlevi, leo namwambia Baba ni asante kwa sababu yake. Hata kama namwambia Baba ni asante kwa sababu yake, sababu najua kuna uwezo wa kumbadilisha. Katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Na kwa vile wiki hii tunaingia jameni bila manung'uniko yoyote. Wiki hii tunaingia jameni bila manung'uniko yoyote. Wiki hii tunaingia na shukrani. Ukiingia kwa shukrani, wapendwa, kutakuwa na breakthrough. Ukiingia jameni bila manung'uniko, utakuwa na breakthrough kwa yote ambayo unatenda wiki hii katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo, ni sehemu yako. In the mighty name of Jesus. Pia Bwana mabwana makofi. Shangwe na vigelegele katika jina la Yesu Kristo. Rimashakaramayanda. Tunaingia kwa shangwe, tunaingia bila manung'uniko kwa jina la Yesu Kristo. Sema